Vipi? Ha. Karibu sana katika kukamilisha siku yetu ya 9 katika siku zetu 10 za kutengeneza mwaka. Karibu sana rafiki yangu, tuweze kukamilisha safari yetu ambayo tulikuwa tumeianza ya siku ya 9. Nikukumbushe tu kwamba leo katika siku ya 9 tumekuwa tukijadili kuhusiana na swala zima linalosema acha ni check hapa. Uko poa? Lakini kalamu na karatasi iko karibu. Karibu sana. Hakikisha leo tumekuwa tukijadili somo mama linalosema kuahirisha leo ni kulia kesho. Kuahirisha leo ni kulia kesho. Tukaangalia sehemu ya kwanza ambayo inasema kwa nini kuahirisha ni adui wa hatima. Tukaangalia sehemu ya pili, jinsi muda unavyogeuka adui ukichelewa. Wacha tumalizie sehemu ya 3 ambayo inasema maamuzi madogo ya haraka yanayoamua mwelekeo wa mwaka mzima. Mwisho wa siku ni kwamba tutafute suluhisho sasa. Tutafute suluhisho, kwa sababu issue sio kuendelea kujadili kwamba tumeshindwa kufanya maamuzi. Issue ni kwamba sasa tufanye nini ili tuwe kwenye traki ambayo itatupeleka kuelekea kwenye hatima tunayotaka. Sasa somo letu ni somo la mapendekezo, ni somo la mawazo, sasa ni somo la suluhisho. Tufanye nini? Kwamba maamuzi madogo ya haraka yanayoamua mwelekeo wa mwaka mzima. Jambo la msingi ni kwamba watu wengi husubiri maamuzi makubwa. Lakini washindi huchukua maamuzi madogo kwa wakati sahihi. Hiyo ndio tofauti. Watu wanaoshindwa wanasubiri maamuzi makubwa wafanye kwa wakati mmoja, lakini washindi wanayafanya maamuzi madogo madogo lakini kwa wakati. Neno la msingi hapa ni neno kwa wakati. Jiulize swali, katika sasa hivi, ili uweze kufikia hatima unayoitaka, ni maamuzi gani unatakiwa kuyafanya on time? On time, kwa sababu kuna kufanya maamuzi lakini kuna kuchelewa. Kuna kusubiria kufanya maamuzi makubwa lakini muda uliokuwa umeshaenda. Sasa washindi wanafanya maamuzi madogo madogo kwa wakati. Hicho ndio kitu cha msingi. Tunasema hii ndio siri. Wanasema hatima haibadilishwi na tukio kubwa, bali na uamuzi mdogo unaochukuliwa mapema. Hatima zetu tunazotaka ziweze kutimia, aina ya maisha ambayo tunataka iweze kutimia, yanajengwa na maamuzi madogo madogo ambayo tunayafanya kila siku juu ya maisha yetu. Usidharau mambo madogo. Usidharau maamuzi madogo ambayo unayafanya. Kwa mfano, kitendo tu cha kuja kufuatilia hili somo, cha kujifunza, umetulia, umedhamiria, manake haya ndio maamuzi madogo madogo ambayo mwisho wa siku unafikia hatima yako. Utasikia neno moja tu linabadilisha kila kitu. Lile neno moja tu linabadilisha kila kitu. Kwa hiyo hivyo ndio hivyo. Okay, kwa nini maamuzi madogo yana nguvu kubwa? Maamuzi madogo hayatishi. Maamuzi madogo hayahitaji rasilimali nyingi. Maamuzi madogo hayahitaji mazingira kamili. Mentangu wa kiroho anasema the secret of great men are in their stories. Siku zote siri ya watu waliofanya mambo makubwa yapo kwenye stori zao. Sikiliza watu wote ambao wamefanya vitu vikubwa na walianzia chini. Watakwambia kabisa walianza mahali walipo, walianza na kitu walicho nacho, na walianza jinsi walivyo. Leo wamefanya mambo makubwa. Watu ambao wameshindwa kwenye maisha huwa wanafikiri wale watu walianza mambo makubwa. Sio, watu walianza kidogo, waliheshimu mwanzo wao, walikuwa makini kwenye kila maamuzi wanayofanya. Wewe leo unaweza kuwa na ndoto kubwa sana, una mpango wa kufanya vitu vikubwa, lakini kama hautaheshimu maamuzi madogo madogo, hautafika kwenye mwisho unaotaka. Jambo la msingi ni kufocus nafasi ulionayo. Heshimu nafasi ulionayo sasa hivi. Baada ya hapo, endelea kujipa kwenda na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Mimi ndoto yangu siku moja ni kuja kuwa naongea na watu wengi sana, kwa sababu ninaamini kwamba haya nayo yaongea yanahitaji kufikiwa na watu wengi, yabadilishe maisha yao. Sasa mwisho wa siku
Unasema nisubirie watu wengi ndio nianze kuwafundisha. Wrong. Maamuzi madogo madogo unapoyapa thamani ile ile, kama vile ungekuwa kwenye nafasi kubwa. Leo mtu umeajiriwa, unafanya kazi ya bosi wako, unafanya kazi sio ya kwako, si ndio? Unasema siku nikiwa na biashara yangu mwenyewe, nikiwa na kazi yangu mwenyewe, ndio siku nitakuwa napambana. Leo kazi ambayo unayo haupambani. Rafiki yangu, nikwambie tu ukweli kwamba hiyo kazi, kama una mpango kuja kufanya kazi yako, hutaweza. Maamuzi madogo madogo ndio mazoezi ya maamuzi makubwa. Ile stamina ambayo unaionyesha kwenye kazi ndogo ambayo leo umeishikilia, ndio stamina ile ile itakayokuja kukusaidia kesho. Mbona niliwafundisha kwamba siku zote katika maisha unaanza kulipwa experience, unaanza kulipwa uzoefu. Yaani ile commitment ambayo uko nayo kwenye kazi ya mtu mwingine, ndio commitment hiyo hiyo utakayoionyesha kwenye biashara yako siku moja. Maamuzi madogo madogo faida yake ni nini? Kwanza kabisa, hayatishi. Ndio maana Wachina wanatumia hii kanuni. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Hii kanuni imepelekea Wachina wamekuwa matajiri duniani kote. Wachina wameweza kutawala dunia, wana kanuni zao kama 3 hivi. Mimi nazijua kanuni 2. Kanuni ya kwanza ambayo imepelekea Wachina wakatawala dunia inasema hivi: work smart, work hard. Alafu anasema be willing to be paid less and less and sometimes lose. Kwa lugha nyepesi nini? Fanya kazi kwa akili, fanya kazi kwa bidii, na uwe tayari kulipwa pesa ndogo na ndogo na ndogo, na wakati mwingine hata bure. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Ndio maana Wachina wameweza kuzalisha bidhaa ya aina yoyote duniani kote kulingana na soko wanalolenga. Kanuni ya pili ambayo ndio nataka hapa tudiskasi kwa haraka haraka, nikupe kama reference uone nguvu ya kwa nini maamuzi madogo yana nguvu kubwa. Iko hivi: wewe kwa mfano mwaka huu unataka kutengeneza milioni 10. Milioni 10, si ndio? 10 million. Ukijiangalia hii milioni 10 inakutisha. Kabisa inakutisha. Sasa ukitaka usitishike, ifanye hii milioni 10 katika maamuzi madogo madogo. Ifanye hii milioni 10 katika maamuzi madogo madogo. Sasa unafanya hivi: chukua milioni 10, naomba nitumie milioni 12 ili hesabu yangu isiwe tight sana. Milioni 12. Ichukue milioni 12 ganya kwa 12. Hii inaitwa reverse engineering. Ni kanuni ya Wachina ambayo imewasaidia leo kuingia duniani bila kuogopa. Reverse engineering ni kanuni ya kuvunja. Fanya kitu kikubwa kionekane kidogo. Ukichukua maamuzi makubwa ukayavaa kama yalivyo, huwa yana tabia ya kutisha. Na unapolimbikiza maamuzi, siku yakija kuwa makubwa huwa yanatisha. Hasa wenzetu wa China wamegundua kanuni ambayo inaitwa reverse engineering, ni kanuni ya kuvunja. Hapa akirahisisha itakuwa milioni 1 kwa mwezi. Ukichukua milioni 1 kwa mwezi ukairahisisha, utakuja kupata pesa ndogo na inakuwa rahisi kuikabili. Sasa unachofanya, unaachana na malengo makubwa ya mwaka, unarudi kufocus na lengo la siku. Kila siku unajiuliza swali: leo nimefanya ninachotakiwa kufanya ili nisogee kwenye lengo langu? Basi. Leo nimefanya ninachotakiwa nifanye ili nisogee kwenye lengo langu? Basi. Na hapo lazima ufanikiwe. Kwa tunaposema nguvu ya maamuzi madogo madogo, cha kwanza hayatishi, cha pili hayahitaji rasilimali nyingi. Ndio maana leo kwa kusema ndio kwenye bustani au kwenye kuku, unaanzia mazingira yale ya pale nyumbani. Jamani, kwani mnafikiri ndoto yetu sisi ni kuendea kuwaambia mnaweza mkafanya mboga kwenye makopo? Hapana. Hiyo ni njia ya kukusaidia uchukue hatua ya kwanza. Ukishachukua hatua ya kwanza, unapata kitu kinaitwa momentum. Tutakuja kukizungumzia hapo baadaye. Rafiki yangu, na mimi natamani kama hii kitu ikuingie kwenye ubongo wako na ujue kabisa kwamba yale mandoto makubwa ulionayo,
ile hatima kubwa ulionayo. Vyuo vikuu vingi vya watu binafsi, achana vya serikali, vilianzia sebuleni, vilianzia nyumbani, na sasa hivi tuna mtandao. Aya, vinaanzia kwenye mtandao. Baada ya miaka 10 unashangaa ni chuo maarufu kikubwa, kwa sababu mwisho wa siku chuo sio eneo. Chuo ni uwezo wa namna gani unaweza ukafanya watu wabadilike na wewe na maisha. Mwisho wa siku unavyoendelea, rasilimali zinakuja, maisha yanaendelea. Kampuni sio kuonekana mna majengo makubwa. Kampuni ni makaratasi yanayoonyesha dira ya mwelekeo. Kwa nini mnafanya, mnataka kwenda wapi, mipango yenu ni nini. Baada ya muda mambo yanakuwa makubwa. Chumba chako leo kinaweza kuwa ni kampuni yako, kinaweza kuwa ni biashara yako. Sasa issue ni kwamba unataka mambo yao kila kitu yamekaa sawa ndio uanze. Rafiki yangu, habari mbaya ni kwamba unachelewa, na habari njema ni kwamba kama utaamua kuanza kufanya maamuzi madogo madogo, kwanza kabisa hayatishi. Cha pili, hayahitaji rasilimali nyingi. Cha tatu, hayahitaji mazingira kamili. Simple and clear. Lakini yana kitu kimoja, yanavunja mzunguko wa kusubiri ukiamua leo. Hicho ndio kitu cha msingi. Kitendo cha kufanya maamuzi kwa ndani ya uwezo ulionao, kwa mazingira ulionao, yanavunja ile laana. Naomba niite laana kwa sababu ili kuingia vizuri. Laana ya kuahirisha. Yanavunja ule mzunguko wa kusema nitafanya kesho, nitafanya nikijipanga, nitafanya mambo yakiwa sawa, nitafanya kitu gani na vitu kama hivyo. Kwa sababu gani? Umechukua hatua kwa maamuzi madogo. Ukiamua leo, nini kinatokea? Ubongo unaingia kwenye hali ya movement. Ukiamua leo, ubongo unaingia kwenye hali ya movement. Ukiamua leo, hofu inapungua. Ukiamua leo, muda unaanza kufanya kazi upande wako. Sasa hivi kama ufanyi chochote, muda ufanyi kazi upande wako. Na unajuaje kama muda ufanyi kazi upande wako? Rafiki yangu, inakuwa hivi. Unajikuta unajikuta iko hivi. Ukiona unapiga miayo muda hauendi, my friend, muda haujaanza kufanya kazi upande wako. Ukiona unafanya kazi nyingi, unachoka sana na hakuna matokeo, hakuna maendeleo, muda haujaanza kufanya kazi upande wako. Maamuzi makubwa yanakulemea, maamuzi madogo yanakusogeza. Hiyo ndio nguvu ya maamuzi madogo. Nguvu ya maamuzi madogo. Sasa ngoja nikupe kitu kimoja. Siri ya hatua ya kwanza. Siku zote tunaposema nguvu ya maamuzi madogo, maana yake nini? Inakuonesha unawezaje ukaanza. Kuna kitabu kimoja nilikiandika kipindi ambacho nilikuwa naandika vitabu na nikawa na publish na push watu waweze kusoma kipindi hicho jamani. Sio leo. Kuna kitabu nimeandika kinaitwa Nguvu ya Kuanza. Sasa mwanzoni kitu ambacho kwa kinaniambia kwamba nguvu ya kwanza, ukianza utavuta watu. Mtu yote aliyeanza huwa anavuta watu. Kwa sababu kuanza ni imani. Kuanza ni confidence. Sifa ya confidence, sifa ya imani ni attraction. Unapozidi kusubiri, unafanya watu wasisogee. Unafanya watu wasikuamini. Unafanya watu ambao walitakiwa kukusapoti wasije. Ukianza, wao wanakuja watu aina tatu. Anaanza mtu wa kwanza, atakuja kushangaa. Anasema what? Hazi anafanya nini? Hili ni bango. Huyu akija kushangaa huwa anaenda kukusema vibaya. Hazi naye eti ameanzisha sijui nini, sio kilikwenda. Anaenda kumwambia ndio mwenye shida na hicho alichoanzisha. Mtu wa pili, nguvu ya kwanza inavuta watu wenye mahitaji. Inavuta watu ambao wanahitaji kile unachofanya. Wanasema umejuaje tulikuwa tuna shida na hichi kitu? Umejuaje mtaa wetu ulikuwa na changamoto ya mboga? Jamani, Mungu akubariki sana. Tulikuwa tunafuata mboga mbali. Yaani siku za masikukuu tunahangaika mboga, tunaenda sokoni, nyama hakuna. Mungu akubariki sana. Hawa ni watu wenye mahitaji. Nguvu ya kwanza inavuta watu kuja kuwekeza na wewe. Partners. Unasikia mtu leo anasema, huyu jamaa si ameendelea kwa sababu ana connection. My friend, connection hazimfati mtu asiye na connection. Msaada haumfati mtu asiye na msaada. Msaada
unamfuata mtu mwenye msaada. Connection inamfuata mtu mwenye connection. Endelea kujitia moyo, endelea kujifariji kwamba yule jamaa si amefanikiwa kwa sababu alikuwa na connection. Connection ilimkuta yeye, hakufuata connection. Je, wameona mtu mwenye bidii katika kazi zake, naye atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Connection ilimfuata mtu mwenye bidii, na mtu mwenye bidii ni mtu aliyeonyesha kitu chake katika vitendo. Alianza katika ugumu ule ule, katika mazingira mabovu yale ambayo hakuna mtu aliona kama mtu anafanya serious. Baada ya muda, matokeo yalipoanza kutokea, watu wakaona ndoto yake katika vitendo, wakaona mawazo yake katika vitendo, wakasema exactly, wakaona picha ya yale mawazo. Miaka 5 ijayo itakuwaje? Miaka 10 ijayo, akasema I say tunawahi partnership, tunawahi hisa. Vipi, hauna hisa? Tuwekeze na sisi. Naambia mimi nauza 1% tu ya hisa yangu. Alipouza 1% ya hisa, kacha kimewaka. Leo mabilions yakaingia, mapesa yakaingia. Pesa hazimfati mtu ambaye hajaonesha kitu katika maamuzi. Natamani unielewe, kwa sababu ndio nakuagaga hivi jamani. Jamani, siku zangu 10 jamani ndio zinaisha. Jamani. Anyway, wacha niongee kile ambacho kinaweza kuongeleka kwa sasa hivi, kwa sababu huu ndio wakati wangu. Naomba nikwambie kitu kimoja. Hauteseki kwa sababu hauna. Unateseka kwa sababu kila siku unaahirisha. Kadri unavyozidi kuahirisha, ndio unafanya hatima yako inaenda mbali. Kadri unavyozidi kusogea, ndio unafanya hatima yako inazidi kupotea. Wazo hilo ulilonalo, maamuzi hayo ambayo ungeyafanya leo, ungesogeza miaka 10 ambayo ungeipoteza. One mistake inasababisha hatua 10 kurudi nyuma. Na kosa lenyewe ni nini? Kuto kuchukua hatua. Siri ya hatua ya kwanza inaitwa momentum principle. Siri ya hatua ya kwanza inaitwa momentum principle. Momentum principle maana yake nini? Momentum principle inasema hivi: hatua ndogo ya kwanza ina nguvu ya kuzalisha hatua nyingine bila kulazimishwa. My God. Naomba uandike hii point. Momentum principle. Hatua ya kwanza inaleta kitu kinaitwa momentum principle. Momentum principle maana yake nini? Momentum principle inasema hivi: hatua ndogo ya kwanza ina nguvu ya kuzalisha hatua nyingine bila kulazimishwa. Ndio hapa unasikia haya mambo yametokeaje? Mbona nilikuwa sijui? Wewe jukumu lako sio kufikiri mambo gani yatakuja. Jukumu lako ni kuhakikisha unasimama na maamuzi ya mwanzo, unasimama na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza haiji kama hujasema ndio. Unashangaa mtu amekuja anasema, wewe unahangaika vipi kufanya bustani hapa kati kuna eneo kule? Unasema amejuaje nilikuwa nahitaji eneo? Jamani, amejuaje? So asikiliza, unajibanabana kwenye uchochoro hapa kufuga kuku, mbona kuna mabanda yako wazi? Unasema my God, amejuaje? Hiyo inaitwa momentum principle. Momentum principle. Yaani momentum principle, hatua ndogo ya kwanza ambayo umeichukua ina nguvu ya kuzalisha hatua zingine ambazo hazilazimishwi. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Mungu anasema, kila aniaminie kwamba nipo, kila aniombaye lazima aamini kwamba nipo, asiwe na shaka katika moyo wake. Manake imani ni kuwa na uhakika ya kwamba, imani ni nguvu ya kuchukua hatua ya kwanza. Ukiamini Mungu amekuandalia, na kwa sababu vile vitu havijai kutokea, ndio maana inaitwa imani. Yaani ngoja kitu kimoja, yaani unajichosha bure, unahangaika bure. Yaani Mungu ameshaandaa tayari wateja kukuletea pesa. Kuna kitu kimoja ambacho mimi wanaambiaga watu, nasemaga hivi, Mungu iko hivi. Sasa hivi kwa mfano, labda nitolee mfano nani hapa ambaye anaweza kurespond kwa haraka. Ngoja niwape mfano mmoja. Nani anataka kuja live nimuulize swali moja ambalo watu wengine mtajifunza kwake? Nani hapo? Njoo, omba request hapo, njoo live, afu nikuulize swali, afu watu wengine watajifunza kutoka kwako. Omba request ya video. Kama uko live hapo, yani uko katika mazingira ambayo unaitwa Velocha Collection.
Ngoja ni kurequest labda video. Okay. Ni request video. Mtu yote ambao unapenda ni request video, alafu nitakuuliza swali, alafu uone kitu gani ambacho natamani watu wengine wajifunze. Mungu alivyo, yani kwamba ameshakuandalia tayari maisha yako. Kosa lako ni moja tu. Mtu wa kuahirisha, unazidi kuahirisha baraka zako na maisha yanazidi kuwa magumu, unalalamika bure. Okay. Kwanza kidogo kuna shinda kupanga sana. Kuna watu wanapanga sana. Anajipanga. Na kuna mtu ameanza kidogo kwa udhaifu. Hawa ni watu wawili tofauti kabisa. Kwanza kidogo kuna shinda kupanga sana. Watu wengi hudhani nikijisikia tayari nitaanza. Ukweli ni kwamba huanzi kwa sababu una motisha. Unapata motisha kwa sababu umeanza. Motisha huwa inakuja tukianza. Sio motisha inaanza ndio tuanze. No. Ndio maana watu wengi ambao wanasubiria motisha huwa wanaanza wanaachia njiani. Lakini wale wanaojua kwamba kuanza kunaanza kwanza, motisha inafuata, wanafika mbali sana. Hiyo ndio tunaita momentum principle. Na zaidi tunasema akili ya binadamu haitii maneno, inatii mwendo. Akili haisukumi na ndoto, haisukumi na malengo, wala haisukumi na maneno mazuri. Akili inasogezwa na kitendo kinachotokea. Chukua hatua. Mara unapochukua hatua ndogo, akili inasema sasa tupo kazini. Hofu inapungua, mawazo yanaanza kupanga yenyewe, mawazo yanaanza kupanuka. Ndio maana mtu anayesoma sana bila kuanza anaishia na stress. Naomba nirudie. Mtu anayesoma sana bila kuanza anaishia na stress. Kuna kitu ambacho rafiki yangu nikwambia tu ukweli. Kama umesikiliza masomo yangu 2, 3, 4, tumekuambia hivi kuna program na una ndoto ya kufanya bustani, una ndoto ya kufanya kuku, na unaendelea kusema ngoja niendelee kufuatilia, utakachovuna ni stress. Umetifuatia miezi 2, mwezi mmoja, wiki 2, wiki 3, tumekupa nafasi ya kuomba request upate utaratibu wa program, haujaja, utaishia na stress. Huo ndio ukweli. Otherwise huo umekuja tu kutuchungulia. Yaani hauna ndoto hivyo vitu ambavyo sisi tunafanya. Na yenyewe unatufuatia ya nini? Hata kama una mpango wa kufanya miezi 3, miezi 4 ijayo, unahitaji kupata mwongozo unaokupa plani zinazofanya kazi. Mwisho wa siku unaishia na mastress. Baadaye uanze kutafuta wachawi, kumbe uchawi uliuanzisha mwenyewe. Mtu aliyeanza bila mpango kamili anapata clarity njiani. Kuna mtu amesema wacha nianze. Wakati anazidi kuendelea, anazidi kupata nuru zaidi ya kupanua kitu chake ambacho amekianza. Rafiki yangu, the more you take action, the more clear you get. Manake nini? Manake ni kwamba momentum haiji kwa ukubwa, inakuja kwa mwendelezo. Mawazo yanaendelea kupanuka pale ambapo huyu anasema mimi nasikiliza ila napika. Kwani ukiwa napika hauwezi kunani? Hauwezi kuja video? Ngoja nije niende live na wewe tena. Video. Judy. Sio ni Judy, kitu kama hicho. Go live. Request basi, manake at least wewe hata umerespond. Na kuuliza kitu kimoja tu, sio kwa muda mrefu, kama sekunde chache. Tunataka tujifunze kitu kimoja hapa. Jinsi Mungu anataka tufanye kazi. Itakuwa nzuri kama tutapata mtu wa kuja naye. Okay, tunasema momentum haiji kwa ukubwa, inakuja kwa mwendelezo. Manake nini? Kosa kubwa ambalo watu wengi wanafanya, nianze nikimaliza kila kitu. Nitaanza nikimaliza kila kitu. Momentum haitokani na kiasi cha mtaji, haitokani na ukubwa wa mradi, ukamilifu wa mpango. Inatokana na kurudia hatua ndogo ndogo. Au waandishi wa vitabu walianza kuandika kurasa 2 kila siku. Hasa mimi toka nimeanza kuwafundisha, daftari limejaa. Na leo nimenunua jipya kwa ajili ya kumalizia somo la kesho. Ngoja niwaoneshe.
leo nimenunua jipya ili hapa kwa ajili ya kesho. Tena ngoja nilifunue hapa muweze kuona. Hasa mimi nimejaza daftari zima la 10 days. Nikichukua na zile 10 days zilizopita ni siku 20. Kwa tena na vitabu viwili vya uhakika. Kama lengo langu ni vitabu. Hii hapa mpya kabisa. Kwa kesho nitaanza hii hapa. Nitawaonesha kwamba nimeanza mpya. Sio melo, umeona? Kwa nini? Momentum. Leo, kesho, kesho kutwa, maisha yanaendelea. Kwa hiyo tunasema hivi. Tunasema kwamba kuandika kurasa 2 kila siku ni kitabu. Ili mimi niwafundishe naandika kurasa 5. Karatasi 5 sio kurasa 5. Inaweza kuwa kurasa 10, 8 hivyo. Sasa ukiandika 2 kila siku, mwisho wa siku na kitabu. Haya, kupanda ndoo 3 kila siku, mwisho wa siku na bustani. Kuku 10 unakuwa mzoefu wa ufugaji. Simple and clear, maisha ndio yanavyoenda. Sasa wewe subiri ujipange uwe na kila kitu ndio useme unaanza. Sio kiasi, ni mwendo unaorudiwa. Hatua ya kwanza, kubadili tabia ya mkulima. Kwa mfano nasema, mtu anapopanda mbegu moja, anaanza kuangalia hali ya hewa, anaanza kujifunza udongo, anaanza kufikiri kuhusu soko. Unapoanza ndio unakaribisha kujua vitu vingi kuhusu kile kitu. Kwa hiyo niwaambie kitu kimoja. Moja kati ya program ambayo tutaiweka kwenye academy ni issue ya greenhouse. Ni issue ya greenhouse. Natanuka rafiki yangu. Mtaanza kuona mambo makubwa. Mambo makubwa. Sasa leo for sure ni kwamba nikishamaliza hii program ambayo nawafundisha, naanza kutengeneza mtaala wa greenhouse. Huo mtaala wa greenhouse ni jinsi gani mtu anaweza kutengeneza pesa kwenye greenhouse. Marketing strategies, mikakati, mazao gani yanafaa, ukizalisha zao hili faida yake ni ipi, faida yake ni ipi, practically. Sio kwamba ni story. Sasa tunasema nini? Ukimaliza mwendo mmoja, jinsi unavyoendelea ndio ni momentum nini? Principle. Sasa rafiki yangu, baada ya miaka 5 ijayo utakuja kusikia ile kitu tofauti kabisa. Utasema Azius nilikuwa namsikia huyu. Na muona Instagram anafanya live. Sikiliza, siri ni moja. Ukishaanzisha jambo linafunguka lingine. Ukishaanzisha jambo linafunguka lingine. Ukishaanzisha jambo linafunguka lingine. Unapoendelea kuahirisha yanaziba. Baada ya muda ni lundo la mavitu yaliyojiziba na maisha yanaendelea kuwa magumu. Kumbe ulikuwa na nafasi. Jamani, nimeomba mtu aje live niwaambie kitu kimoja, jinsi Mungu anafanya kazi na watu. Hamtaki hiyo neema? Kazi kwenu. Kama sitapata maana yake sitawaeleza. Nataka niwape mfano. Mungu anafanyaje kazi na watu? Acha kabisa. Jambo la muhimu, hatua moja ndogo inaleta mfululizo wa tabia mpya. Ukichukua tu hatua moja ndogo inaleta mfululizo wa tabia mpya. Bila kupanda hakuna kujifunza uhalisia. Kwa mfano kwenye kuku, hatua ya kwanza huleta uwajibikaji. Kwa mfano, umeshaanza na vifaranga. Unalazimika kuamka mapema, unajifunza kwa haraka, unatafuta suluhisho, sio visingizio. Unaposema wacha niende kujipanga, ndio unazidi kupotea mazima. Ndio maana watu wanaoanza kidogo kujifunza haraka kuliko wanaopanga sana. Anayepanga sana bado yupo kwenye theory. Aliyeanza yupo kwenye practical. Mtu ambaye yupo kwenye practical anajifunza kwa haraka kuliko mtu ambaye yupo kwenye story. Hatua ya kwanza huunda vitu vitatu. Hatua ya kwanza inaunda, cha kwanza ni uwajibikaji, inaunda nidhamu na inaunda mfumo. Simple and clear. Siri kubwa ni hatua ya kwanza. Siri kubwa ni hatua ya kwanza. Uongo ambao unawatafuna watu wengi, sina muda. Sina muda. Yaani mimi basi tu. Hata hapa nafuatilia tu lakini sina muda kabisa. Iko hivi. Hatua ya kwanza ukianza, unaanza kuona una muda. Lakini usipoanza utajiona huna muda, utaona huna nguvu, utaona huna rasilimali. Baada ya kwanza muda unapatikana. Baada ya kwanza njia zinaanza kuonekana. Baada ya kwanza msaada unaanza kutokea. Simple and clear. Mambo ndio jinsi yanakwenda. Sio kwa muujiza, ni kwa sababu akili imeingia kwenye hali ya kutatua, sio kuhofia. Siku zote akili kiingia katika kazi inatengeneza kitu kinaitwa possibility mentality.
inatafuta njia za kupita ili iweze kutokelezea sehemu nyingine. Akili inapokuwa inachukua hatua, kila siku inaendelea kutafuta kwamba haiwezekani, kwamba haiwezekani, kwamba haiwezekani. Ichukue siri hii, itakusaidia. Usifikirie hatua zote, fikiria moja. Washindi huwa hawaulizi nitafikaje mwisho. Washindi wanauliza hatua ipi ndogo ninaweza kuanza sasa. Usio unawaza sana kwamba kesho itakuwaje, sijui kitu gani kitakuwaje. Fikiria sasa hivi naweza kuanza na nini. Gari linajua linakoenda, lakini huwa halihangaiki na kumulika taa njia yote. Linachohangaika ni kuhakikisha pale mbele pana mwanga. Basi, je, limewahi kufika safari? Halijawahi kufika? Limewahi kufika? Halijawahi kufika? Wewe leo unataka njia yote iwe na nuru. Si ndio huko unakosema kujipanga? Unajipanga uone kila kitu kuanzia ulipo mpaka mwisho. Yaani una ndoto kubwa, unataka ndoto yako ionekane clear kuanzia sasa hivi mpaka mwisho. Sikiliza, the more you go, the more clear you get. The more you go, the more clear you get. Gari linavyozidi kwenda linasukuma giza. Linavyozidi kwenda linasukuma giza, hatimaye linakamilisha safari. Kwa mfano, ukusaidie. Hatua ipi ndogo nimeweza kuchukua sasa hivi? Na wanachukua hatua bila kujadiliana sana. Hii ndio siri ya washindi. Ndio siri ya watu ambao unawaona leo huko mtaani wana mambo makubwa, wewe unabaki kushangaa na kuachama tu mdomo wazi kwamba imekuaje. Siri ndio hiyo. Hawaulizi mtafikaje, wanauliza naanzaje. Simple and clear. Maamuzi madogo yanajenga utambulisho mpya. Inaitwa new identity. New identity. Hilo ndio jambo ambalo watu wengi hawajui. Maamuzi hayabadilishi matokeo peke yake. Maamuzi pia yanakubadilisha wewe ni nani. Unaanza kuwa ni mtu ambaye kwa mfano leo tunasema hivi, ukifanya uamuzi wa kuamka saa 1 mapema, uamuzi wa kuandika ratiba kila siku, uamuzi wa kujifunza dakika 30 kila siku, unajitumia ujumbe wenyewe kwamba mimi ni mtu wa kuchukua hatua. Yaani unajitumia ujumbe mwenyewe kwamba mimi ni mtu wa kuchukua hatua. Umeamka asubuhi mapema, umeandaa somo, umeandaa hiki, umeandaa hii. Mimi siku zote mtu akinipa idea, akisema unaweza kufanya mambo, yes, naweza. Una uhakika? Sikiliza, mimi sijawahi kushindwa kitu. Kwa nini? Wewe ndio ujumbe ndio nao. Hiyo ndio identity yangu. Uweze kuniambia hivi unaweza kufanya kitu fulani, nikakwambia mimi siwezi. Kwa nini umeniambia? Kwa nini mimi na sio mwingine? Kitendo cha kuniambia mimi, najua hiki tunaweza. Nipe muda. Saa hiyo tu nakwambia utaratibu wako ukoje? Ukiniambia nakwambia sikiliza, naingia kazini. Baada ya muda nimechukua. Sinaga mjadala. Unajitumia ujumbe unaosema mimi ni mtu wa kuchukua hatua. Na mara tu utambulisho unapobadilika, tabia mpya zinafuata bila kulazimishwa. Ukishabadilisha utambulisho, tabia zinaanza zenyewe. Ukishasema mimi ni mtu wa kuchukua hatua, zinaanza kujiseti. Ngoja nikufundishe kitu kimoja ambacho nilijifunza kwenye kitabu cha nafikiri cha Atomic Habits. Kama sio Atomic Habits basi kitakuwa cha nafikiri Atomic Habits. Wanasema hivi, ukitaka kutengeneza tabia mpya, akili haitaki command. Ukiambia hivi akili kwamba kesho lazima niamke asubuhi, hutaamka. Hautaamka. Akili nataka hivi, uiambie hivi, kwa nini kesho uamke asubuhi? Ukishaipa maana, akili inatafuta possibility. Ukilazimisha, inagoma. Maana yake nini? Maana ndio mama wa kutengeneza tabia. Sasa gani inachoja kutokea? Kila unapotengeneza utambulisho mpya kwenye ndani yako, utambulisho maana yake nini? Unajipa maana mpya. Niliwaelezea sana kwenye sehemu ya kwanza. Nikasema hivi, iko hivi, process ya mwanadamu iko hivi. Umaskini umeanzia hapa na utajiri umeanzia hapa. Cha kwanza ni exposure. Akili yako umeexpose wapi? Sehemu ambako akili yako unaiweka inajenga kitu kinachoitwa ufahamu. Ufahamu maana yake ni maana. Ile maana inatengeneza kitu kinaitwa belief system, mfumo wa kuamini. Ule mfumo wa kuamini unategemea na vitu ambavyo umeviamini, umevifahamu na ukavipokea. Think and Grow Rich kwenye kitabu chake nasema whatever a mind of man can conceive, yani kwamba vile vitu ambavyo umevibeba and believe it can achieve it. Chochote ambacho akili ya mwanadamu inaweza kukibeba
na ikakiamini inaweza kukitimiza. Sasa iko hivi, kuna vitu umeviamini vimekutengenezea mfumo wa kuamini. Okay, kuna vitu umevifahamu ukaviamini vikakutengenezea kitu cha belief system. Hii belief system imejengwa na tabia. Tabia ni kitu ambacho nakifanya automatic bila kufikiri. Yaani unaamka tu. Sasa kabla ya kuamka tu, akili nataka maana. Haitaki kusema hivi kesho amka saa 2 kamili. Haitaki kusikia hivyo. Inataka hivi. Okay. Ili ufikie malengo yako, ukiamka saa 2 kamili itakuwa rahisi zaidi kufikia. Kumbe naamka kwa sababu malengo. Ngoja niamke. Simple and clear. Wakati tabia zinaendelea ndio zitatengeneza utambulisho wako. Sasa ule utambulisho inabidi uanze. Ule utambulisho ukisema mimi ni mtu wa kuchukua hatua, akili najua yes kabisa wewe ni mtu wa kuchukua hatua na maisha mengine yanaendelea. Tuangalie case study ya bustani tumalize somo letu muda sio mrefu. Bustani ya nyumbani, hatima ndani ya wiki 2. Kuna watu wa aina mbili. Kuna mtu A na mtu B. Tuchukulie mfano, nasema tunachukulia mfano. Kama wewe ndio mwenye majina haya nitakayotoa mfano, usijisikie vibaya. Nimesema tunachukulia mfano. Mtu A ni Asha. Asha anasema hivi, nitaanza nikimaliza mambo. Anasema hivi, nasubiria mtaji mkubwa. Anasema nataka bustani iwe kamili. Huyu ni Asha. Rehema anasema hivi, kwanza kabisa anapata mwongozo wa program. Hataki kubahatisha. Pili, anaanza na ndoo zake 5. Anaanza kupractice vile vitu alivyojifunza. 3, anapanda labda mboga zake, mchicha, spinach, figiri. Baadaye anaandika ratiba ya kumwagilia. Baada ya wiki 4, matokeo yake nini? Asha bado anapanga. Rehema tayari anavuna na kujifunza soko. Jambo la muhimu, hatima zao hazikutofautishwa na ndoto. Wote walikuwa na ndoto. Hatima zao zimetofautishwa na uamuzi mdogo waliofanya leo. Ndio maisha yalivyo. Unashangaa, tuko watu wawili, kila mtu na maamuzi yake. Baada ya miezi 3 ijayo, kuna mtu anatengeneza pesa na kuna mtu bado anaandika. Tuangalie case study ya kuku. Uamuzi wa saa 24. Mfugaji A ambaye anaitwa Juma. Juma anasoma kila kitu mtandaoni. Amefollow page nyingi sana mtandaoni. Anatafuta wakati sahihi wa kwanza. Kila akisoma anasema huyu ngoja kwanza. Huyu ngoja kwanza. Ngoja na mimi nijipange. Sawa. Anaogopa makosa. Anasema nijipange vizuri nisikosee. David ambaye ni mtu B, yeye anatafuta program maalum yenye mwongozo. Anatafuta mentorship. Anaanza na vifaranga wake 50. Anatafuta msaada kwenye jukwaa la support. Baada ya muda anakubali kujifunza kila hatua kulingana na makosa aliyoyafanya. Baada ya miezi 2, Juma ana maarifa ila hana chochote. David ana uzoefu, ana kuku na ana soko. Tofauti yao ni nini? Maarifa bila mpangilio hayakupi maamuzi. Bila maamuzi ni mzigo. Ukiwa na maarifa bila mpangilio hayakupi maamuzi. Ndio kwanza inakuchanganya. Na bila maamuzi ni mzigo. Sikiliza, tumalize somo letu kwa kuangalia zoezi la hatima, maamuzi 3 ya haraka. Sasa sikiliza. Fanyia kazi ya maamuzi yatakusaidia. Uamuzi wa kwanza, anza. Uamuzi wa kwanza, anza. Ni hatua gani ndogo unaweza kuanza leo bila kusubiri? Anza. Jiulize swali. Ni hatua gani ndogo leo unaweza kuanza bila kusubiri? Kwa mfano, kuanza program inakufanya usubiri nini? Na katika somo lililopita nilitoa offer kabisa. Tena ngoja niandike hapa. Lakini nahisi kama naweza kusahau au naweza kataja namba mwishoni alafu na mimi nikakata watu wakakosa namba. Wacha nikuandikie hapo wewe ambaye uko serious. Nilitoa offer, andika neno program WhatsApp 0761825808. Okay, andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp ambayo tumeweka kwenye screen yako hapa. Nilitoa offer kwamba kama umepitia program zetu au huzijui, andika sasa hivi neno program kwenda kwenye WhatsApp 0761825808. Tumekupa utaratibu wa kulipia kidogo kidogo. Chagua program, then tuambie unataka program gani, tutakupa utaratibu wa kulipia kidogo kidogo kulingana na muda ambao tumetoa. Jambo la msingi, fanyia kazi hiyo. Haya, tumesema hivi. Namba 1, anza.
ni hatua gani ndogo unaweza kuanza bila kusubiri? Kwanza program unaweza kuanza, unasubiria nini? Na tumekupa nafasi ya kwanza kidogo kidogo. Ushindo wewe. Lakini pia kupanda mbegu aina 3 sio kitu cha kuwaza. Lakini pia kuandika ratiba sio kitu cha kuwaza. Sababu nazungumzia mtu ambaye anajua cha kufanya. Huwezi kuandika ratiba wakati hujui cha kufanya. Lakini pia kupiga simu kwa mtu mmoja kwa msaada. Kwa mfano upo kwenye program, upo kwenye support, wasiana wenzako, umekwama wapi, umefikia wapi? Ndio maana tunasema anza. Uamuzi wa pili, ondoa. Uamuzi wa pili, ondoa. Ni nini kimoja kinachokuchelewesha? Ni nini kitu kimoja kinachokuchelewesha? Labda ni kitu cha mtandaoni. Kama kuna page mtandaoni umezifollow zinakupotezea muda, futa block. Futa block. Zinakuharibia hatima yako ya maisha. Lakini pia mtu asiye kuunga mkono. Ukiwa na marafiki wanaokatisha tamaa, ondoa. Delete. Tunasema hivi, friendship is not by force. Friendship is by choice. Hakuna mtu anatulazimisha tuwe marafiki. Urafiki ni kuchagua. Na kwenye kitabu cha imani nasema, ukitembea na mtu mwenye hekima na utakuwa na hekima, bali rafiki wa pumbavu ataumia. Endelea kumngangania rafiki yako ambaye anakukatisha tamaa. Endelea. Yatakao kukuta kazi kwako. Lakini pia ondoa kitu gani? Ondoa tabia ya kusubiri mazingira. Hakuna siku mazingira yatakuwa sawa. Hakuna mazingira yatakuwa na wafadhali. Maisha ya mwanadamu yameumbiwa misukosuko kila wakati. Wakati sahihi ni sasa. Baadaye unazidi kupotezea muda. Okay, kitu kingine, chochote ambacho unakiona kinakuzuia wewe kwenda mbele, kikate leo, kipunguze. Uamuzi wa 3, funga. Funga maana yake nini? Ni ahadi gani ndogo unaweza kujifunga nayo kwa siku 10? Kwa mfano mimi, nilijifunga kwa siku 10. Nikasema mwaka unaanza, nitakuwa na wanafunzi wangu siku 10. Nimejifunga, namshukuru Mungu, leo ni siku ya 9 na namwamini Mungu nitamaliza salama siku ya kesho. Uamuzi mdogo ambao unaweza kujifunga nao siku 10. Ukiweza kufanya kitu siku 10, kinakuwa cha kwako. Of course wataalamu wanasema tabia inajengwa siku 21, lakini angalia, ukiweza kujifunga siku 10, unakaribia nusu. Huo ndio ushauri wangu. Unajifunga na kitu gani? Kwa mfano, dakika 30 kwa siku, nitakuwa nafanya nini? Nitakuwa nasoma. Kwa mfano, hatua moja ya mfumo kila siku unaifanya. Kitu kingine, kazi moja ambayo sitairuka kila siku. Kazi gani ambayo unajifunga nayo? Usifanye iwe kubwa, fanya iwe thabiti. Tafuta kitu chako kimoja kidogo, simama nacho ndani ya siku 10. Uone matokeo. Mwisho kabisa, ndugu zangu, hatima yako haihitaji siku nyingi kubadilika. Inahitaji uamuzi mmoja wa kweli. Mafanikio hayaji kwa siku nyingi sana. Mafanikio yanakuja kwa uamuzi mmoja wa kweli. Mara nyingi uamuzi huo hauhitaji maandalizi. Unahitaji ujasiri wa kusema ninaanza sasa. Ujasiri wa kusema ninaanza sasa. Mimi nimeenjoy. Hongera sana kwa kutufuatilia. Hongera sana kwa kuamua kupambania ndoto yako. Hiyo ndio chapter 9. Wacha nikupatie introduction kidogo ya chapter 10 na ndio tutakuwa tunamalizia program yetu. Sasa umeelewa nini katika chapter tulizokufundisha? Kwa nini kuahirisha ni kulia kesho? Kwa nini muda haukubali majadiliano? Kwa nini maamuzi madogo yana nguvu? Lakini bado una swali moja kubwa. Utawezaje kuhakikisha mwaka haukuchezei tena? Utawezaje kuhakikisha mwaka haukuchezei tena? Ni kwa kufanya maamuzi. Okay, katika chapter 10 tutaangalia kitu kinachosema ama uwe na mfumo au mwaka utakuchezea tena. Kazi kwako rafiki yangu. Jambo la msingi ni moja, tumekupatia nafasi ya kuweza kujinyakulia offer. Tuandike neno program WhatsApp 0761 825 808. Kwa mfano ulikuwa na ndoto ya kuanzisha mradi wa kuku katika eneo lako dogo kama project, ulikuwa na ndoto ya kuanzisha mradi wa bustani katika eneo lako kama project, jambo la msingi unataka kulifanya sasa hivi ni kuandika neno program. Tutakutumia utaratibu na wewe utakuwa katika jukwaa letu ambalo litakusaidia. Sasa mimi nikuache. Kama umekosa masomo mengine, nenda YouTube, andika Profitable Farm TZ. Mwalike rafiki yako ajoin na sisi katika program inayoendelea, na tutakuwa tukimalizia day 10, lakini tutakuwa tunaendelea kutoa tips nyingi sana katika Instagram, katika YouTube na mitandao yetu mingine yote, Facebook. Lakini baada ya hapa nafikiri tutawekeza nguvu kubwa zaidi
kwa wanafunzi waliopo katika program, pamoja na kuandaa program nyingine na nyingine na nyingine ambazo ziko mbioni kuweza kuandaliwa kwa ajili ya kutengeneza watu mashuhuri. Wacha nikupatie ndoto yangu kidogo. Sikiliza. Mwisho wa siku ni hivi. Hatufanikiwi kwa sababu tumesikia vitu vizuri. Hatufanikiwi kwa sababu tunapata mafundisho yanatutia moyo, yanatuhamasisha. Wengine tunaona mnatushukuru, mnatupongeza kwenye mitandao. Tunashukuru sana. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Watu ambao wanataka kufanya mabadiliko huwa wanachukua hatua. Basi hizo zingine zote ni mbwembwe. Wanachukua nini? Hatua. Kwa sababu Mungu yupo, na Mungu anatafuta watu ambao wako serious ili aweze kufanya nao kazi, aokoe taifa, aokoe jamii, awatolee watu kwenye mateso. Mungu anafanya kazi na mtu ambaye yuko serious. Kwa uwe na ufahamu kwamba ukiamua kuwa serious na Mungu anakuongezea siku. Ajeisha miaka 70, una miaka 75, una miaka 50, una miaka 40. Ukijitambua ndio unaanza kuishi. Ukijitambua Mungu anasimamisha umri. Miaka haisimami, ila umri unasimama. Hiyo ndio simple secret ambayo natamani uweze kuijua. Kwa hiyo usio ni mtu unajikatia tamaa, unajiona kwamba umeshapotea, umeshaachwa. Hamna, hujaachwa. Wala hujaachwa. Mungu bado anakusikilizia. Are you serious? Na userious wako ataonaje uko serious? Unaweka commitment kwenye mafunzo. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Simple and clear. Watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa maarifa. Simple and clear. Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli tutaweka huru. Bora hekima na ujipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Maarifa ndio yanayojenga nyumba. Simple and clear. Ukianza tu kuwekeza kwenye maarifa, Mungu anasimamisha umri. Anaanza kufanya kazi na wewe. Na katika wakati huo huo ambao umri wako upo, Mungu anatengeneza shuhuda ya kuja kuwasaidia watu wengine wa level yako. Jambo moja tu, anza kuwekeza kwenye maarifa. Huwezi kuwa na imani kama wewe ni mjinga. Imani inajengwa na ufahamu. Ufahamu unajengwa na maarifa. Maarifa yanajengwa na taarifa. Taarifa zinajengwa na jinsi unavyowekeza muda wako makini kufuatilia vitu. Ondoa makundi ya ombea, acha kwenda kwenye vikundi vya hovyo hovyo. Delete watu wote kwenye Instagram, kwenye Facebook ambao wanakupotezea muda. Focus na watu wanaokufundisha. Ukiona huwezi kuenda mtandao, futa kabisa. Anza kusoma vitabu. Tafuta vitabu, dedicate muda kujinoa. Huwezi kuwa mtu wa tofauti kwa kutumia akili iliyo kuingiza kwenye majanga. Lazima akili yako ibadilishe, ubadilishe identity, ubadilishe belief system ili uweze kuwa mtu wa tofauti. Hapo Mungu atafanya kazi na wewe. Tofauti na hapo. Otherwise, all the best. Enjoy.